Karibu katika kipindi chetu cha The Iron Lady kwa siku hii ya leo na kutumwali. Leo ndani ya studio nina mama lakini pia ni mwanahabari na pia ni mzoefu katika masuala mbalimbali ya kimazingira. Huyu si mwingine ni Sechelela Balisia. Yeye ni mwanzilishi wa asasi ya masuala ya habari na mazingira, lakini leo tutajikita zaidi katika kundi la wanawake. Safari yako labda ya mambo ya habari ilianza lini na mpaka sasa hivi naona bado unaendelea kufanya? Asante. Mambo ya habari nilianza mwaka 1998 ambapo nilijiunga na chuo cha uandishi wa habari, kipindi kile kinaitwa TSJ, katika kiwango cha ngazi ya cheti. Baadaye nikapata nafasi ya kufanya kazi ya kujitolea Radio Tanzania Dar es Salaam. Baadaye tena nikarudi tena chuo nikafanya Advanced Diploma Journalism na nikaanza kufanya kazi za kuandika na pia kutangaza na masuala mengine yote ya habari, lakini pia nikajikuta ninaanza kuchomoka kutoka katika chumba cha habari kwa kuandika na kusoma taarifa za habari, kuanza kutoa ushauri kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, kwa sababu ilionekana kuna haja ya haya mashirika yanahitaji wataalamu watakaowasaidia kusambaza taarifa zao. Kwa hiyo nilikuwa ninashiriki sana katika asasi mbalimbali wakiniita kwenda kufanya kile kipande cha habari na mawasiliano. Kwa hapo ndo nilipojikuta sasa ninaanza kutoka taratibu kwenye chumba cha habari, naanza kwenda katika masuala ya asasi za kiraia, na ndo nikawa ninazidi kupata kufahamu kumbe asasi za kiraia na zenyewe zinafanya kazi na zina mchango na watu wanahitaji kufahamu asasi hizi zinafanya nini. Sasa hebu turejee katika hii asasi ambayo unaojishughulisha nayo sana, asasi ya masuala ya habari na mazingira. Labda kwa nini asasi ya habari na mazingira? Kama nilivyosema, katika kupata kwangu hii nafasi ya kutoka nje kushirikiana na asasi mbalimbali, nikaona kwamba kuna haja ya wananchi kwa ujumla kupata taarifa za habari za mazingira. Lakini nikasema kwamba ninawezaje na mimi kutoa mchango wangu huu. Lakini kikubwa zaidi kilichochagiza mpaka nikaianzisha hii asasi, nilipata nafasi ya kuhudhuria mkutano mmoja wa kimataifa, wanaita mikutano ya kimataifa ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo inafanyika kila mwaka, wanaita Convergence of Parties au COP. Ndio COP. Sasa tunaitaga COP meetings. COP meetings. Sasa nilihudhuria ile COP meeting ya 14 ambayo ilifanyika Poznan, Poland. Ile ilikuwa mwaka 2008. Pale ndio hasa nilipopata ile msukumo na chimbuko la kusema nikirudi nyumbani, kitu cha kwanza baada ya kuhudhuria mkutano huu lazima na mimi nianzishe kitu ambacho kitasaidia wananchi wenzangu wa Tanzania kupata hizi taarifa. Maana kule tunakuta kuna mambo mengi yanaendelea, lakini wananchi wenzetu huku hawana taarifa. Kwa hiyo chimbuko la kuanzisha asasi litokea pale, na mwaka 2008 ndio nikaianzisha rasmi, na nimekuwa nikienda nayo taratibu mpaka sasa. Tunaelekea karibu miaka 20 sasa. Ya dhima ya hii asasi inaitwa Environment Media Agenda au EMA kama jina lake, Environment Media Agenda. Sisi agenda yetu ni mazingira lakini kupitia media. Kwa hiyo lengo lake hasa la kwanza ni kukuza uelewa wa masuala ya mazingira kwa wananchi kupitia vyombo vya habari vya ndani ya nchi na hata vyombo vya habari vya nje ya nchi. Lakini pia lengo la pili ni kutekeleza miradi ya mazingira. Maana tunasema kwamba mara nyingine tunasema tunaelekeza, lakini si watu wote wanatuelewa kwa kuambia tu. Kwa hiyo tukasema hebu tuongeze hiki kipande cha lengo lingine la kutekeleza hii miradi, ili hata tukimwambia pia tunamuonyesha kwa vitendo, anaweza kuelewa zaidi. Na hiyo hasa ililenga kwa vijijini, kwa sababu nilikuja kuona kwamba, na ndio ukweli, kwamba watu wa vijijini hawana fursa ya kupata taarifa au hata teknolojia kama watu wa mijini. Kwa hiyo nikaa nimejikita nikasema niangalie watu wa vijijini zaidi
na ukienda vijijini unakuta wanawake na watoto ndio ambao wanapata shida zaidi ya haya mambo. Hawana taarifa, hawana teknolojia, lakini wao pia ndio wana mzigo mkubwa, mazingira yanawaangalia. Yeye ndio anachota maji, yeye ndio analima. Kwa asipopata taarifa sahihi, mabadiliko ya tabia nchi yatamwathiri vipi katika kilimo chake? Yatamwathiri vipi katika maji anayoyatafuta umbali mrefu? Yatamwathiri vipi katika kuni ambazo saizi akienda msituni hazipati? Hapo ndo tukasema kwamba hebu sisi tujikite hapa, tujaribu kuona kama tunaweza kufanya chochote hata katika sehemu kidogo tu. Na hao wanawake labda mlivyoanza kufanya hii kazi yenu, unaona kwamba kuna matumaini yote? Matumaini yako tena makubwa sana, kwa sababu tangu tumeanza tumeshafikia, naweza nikasema wanawake takriban hata 1000 wanafika. Kuna miradi kadhaa tulitekeleza. Kuna mradi mmoja ambao ulikuwa ni mkubwa sana, unaitwa Green Voices. Huu mradi ulikuwa kama jina lake unavyosema, ulikuwa na lengo la kupaza sauti za wanawake kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ule mradi ulikuwa mkubwa na tuliwafikia wanawake zaidi ya 700 wakifanya kazi shughuli mbalimbali za kujiingizia kipato ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini wakati huo huo wakijiinua kiuchumi. Kwa miradi ambayo tulitekeleza pale ilikuwa ni pamoja na ufugaji wa nyuki, miradi ya kilimo cha mboga mboga, ambako tuliwapeleka mbele zaidi. Walikuwa wanalima mboga, lakini tunawasaidia teknolojia rahisi ya haya tunaita makaushio au solar dryers. Wanakausha kutumia solar dryers, alafu tunawafundisha kupaki katika vifungashio vinavyokuwa vinapendeza. Tunawafundisha kutengeneza zile label zinazoonyesha taarifa zilizomo katika ile package. Tunawasaidia mpaka tena kupata hizo wanaita msimbo milia, barcode. Wamepata na kuanza kuuza sehemu mbalimbali. Kwa ule mnyororo mzima wa thamani tumejaribu kwa kiasi fulani. Kwa kuna kina mama ambao wanauza mboga, kuna kina mama ambao wanauza unga wa muhogo huku Kisarawe, kwa sababu muhogo ndio unastawi na pia ni kilimo ambacho kinastahimili ukame. Wao wanalima muhogo Kisarawe kule kijiji cha Kitanga. Kina mama wanalima kwa wingi sana kule, na kuna mashine tumewanunulia, wanatengeneza unga wa muhogo. Kwa hiyo kuliko kuuza muhogo ukiwa peke yake hauna thamani sana kuliko kubadilisha kuwa unga, ukaupaki vizuri na ukauza. Kwa hiyo ni mfano mmoja. Na kule Dodoma Kongwa wanafanya asali, wenyewe ufugaji wa nyuki. Tumewapa mizinga ya nyuki, tumewapa mavazi, wanaenda kuvuna, wanapaki vizuri, wanalebo na wenyewe pia wanauza. Na kwa upande labda wa fedha, kwa sababu wengine wanakuambia mimi nataka yani ameshapata elimu, ameshapata hiyo experience mlio hapa, lakini anakuambia nashindwa kuanza. Mitaji je, huwa mnatoa kwa ajili yao ama mnawasaidiaje hapo? Kuwasaidia tulivyoona tufanye, kwa sababu tunataka kiwe kitu cha pamoja. Kwa sababu kitu kishakuwa cha mmoja inakuwa ni vigumu kuleta yale maendeleo ya pamoja. Kwa hiyo tumewakusanya katika vikundi. Nikichukulia mfano Dodoma kuna vikundi vya wanawake 15. Lakini katika kile kikundi cha wanawake 15 kuna wanaume 2 au 3 katika kuona kwamba jinsia zote zinatakiwa pia kushiriki. Ile misaada tunayopeleka au fedha za ufadhili, tunawanunulia mizinga, tunawapa lebo, tunawapa mavazi, kila kitu. Alafu wakisharina ile asali, wakiuza, sasa wanapata pesa yao. Hatuwapi pesa mkononi, mnawapa kwa makundi maalum. Na tunawapa vifaa. Tunahakikisha kwamba wanavuna, tunahakikisha wanapaki, tunahakikisha wana lebo, tunahakikisha wanauza. Ukishauza hiyo pesa sasa ni ya kwenu. Ni ya kwenu. Kwa hiyo kwa vikundi ndio vinavyomiliki pesa, vimefungua akaunti benki, na kuna vingine vimeshajisajili katika halmashauri. Si unajua siku hizi kuna fursa, kuna fursa ya mikopo ya wanawake vijana kabisa. Kwa hiyo kuna wengine wameshajiandikisha huko katika michakato ya kupata fursa, kwa sababu unajua kurutumu hii misaada ya wafadhili ina mwisho. Kwa hiyo hatuwezi kuwa kila siku wamekaa wanasubiri. Kadri tunavyoipata tunajitahidi kuwasukuma wafike mahali hata huku ikikatika waendelee. Ndio maana tunawashauri watengeneze katiba, waende wakajisajili halmashauri. Halmashauri zikiwafahamu mikopo ile ya 10% wanapata. Kwa hiyo huku wanapata kwenye miradi,
na kule mikopo wakipata wanakwenda. Kwa sababu mwisho wa siku tunasema kwamba hivi vikundi lazima vikue na viondoke, tunasema vigraduate. Hatuwezi kukaa na mtoto huyu. Kwa hiyo vikundi vile lazima vigraduate, viondoke. Kwa hiyo kila mmoja graduation nini lazima mkamilike. Hamwezi kuwa kila siku watoto. Lazima ufike mahali useme hapa nimefika. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba vina graduate, vinaondoka, waje wengine sasa, maana nyinyi mtazeekea hapa. Ni kweli. Sasa baada labda ya kuwawezesha kwa kiasi hicho, unafikiri kwa Tanzania tuko kwenye position hii? Kwa Tanzania tunajitahidi na tunafanya vizuri. Unajua zamani kipindi kile kabla masuala ya internet na wanaita nini, akili mnembo, mambo ya artificial intelligence, mambo ya mitandao, akili unde majina ni mengi. Kwa hiyo hizi teknolojia zilivyokuja na kutusaidia. Sasa hivi mimi kwa maoni yangu kwa ujumla, kusema nchi fulani iko mbele au nchi fulani iko nyuma, inategemea tu na hiyo nchi au hao watu wanaichukuliaje hizi fursa za hizi teknolojia. Kwa sababu teknolojia ile jukwaa liko sawa. Kwa sasa hivi ni mtu tu kuchukua taarifa na ukaenda mbele. Kwa unaweza kukuta Mtanzania au mama huyu ambaye sisi tunajitahidi kumsaidia yuko mbele kuliko hata mama wa Kenya au mama wa nani. Kwa hiyo sasa hivi kinachotakiwa ni kuchukua fursa za teknolojia rahisi, mitandao ya kijamii, kuchukua taarifa na kwa Tanzania tuko mahali pazuri. Na zaidi tujikite katika kupenda kutafuta taarifa, kujifunza, kusoma. Taarifa zitatusaidia kutupeleka. Ni kweli kabisa. Ni kweli, nakubaliana na wewe. Sasa tangu umeanzisha hii asasi na mafanikio, labda matunda mmeshaanza kuyaona. Nini sasa matarajio yenu ama mipango yenu ya baadaye? Kwa sasa tunataka kama nilivyoongea masuala ya kugraduate, tunataka hawa watu kweli wa graduate. Kwa hiyo katika kila center tunajaribu kujenga processing center kama hatua yetu ya mwisho. Tunataka tutengeneze jengo ambapo hapo ndani tutawekea mashine zote, kama mashine ya kuchakata asali, au kama ni Kisarawe mashine ya kusaga ule unga wa muhogo. Alafu wakishakuwa wamefika mahali kwamba wana mashine yao, wana ofisi yao, wana processing center yao, tunawaacha. Hicho ndio kikubwa tunachofanya sasa hivi, kutafuta pesa kwa ajili ya ujenzi, kujenga haya majengo. Morogoro tumefanya kidogo, Kisarawe tumefanya kidogo, na sasa hivi Kongwa tumeanza kujenga. Tuwaachie hizi processing center afu kina mama waendelee. Sisi tunaamini kabisa katika uendelevu, kwamba hatuwezi kuwashikilia kila siku. Kwa hiyo sasa hivi mwelekeo wetu ni kwamba tunatafuta fedha zaidi kwa wafadhili, tunawajengea hizo centers, tunawawekea kila kitu ndani, na kwa msaada wa kwamba wako wamesajiliwa, wanafahamika na halmashauri husika zinawafahamu, na kwa kweli tunashirikiana nao sana. Hatufanyi kitu chochote mpaka mkuu wa wilaya anakuja kufanya uzinduzi, mwenyekiti wa kijiji, wote wanashiriki. Kwa hiyo ni miradi ambayo tunaiacha katika mikono ya serikali, katika ule utaratibu ambao hata sisi tusipokuwepo serikali inajua, halmashauri inajua, inaendelea kuvilea na kuviendeleza. Sasa hivi so far mmeshasaidia labda vikundi vingapi vya wakina mama? Mpaka sasa hivi tumeshasaidia vikundi vinafika hata 40, lakini nikizungumza idadi ni wanawake 800, na sasa hivi tunaendelea mbele. Mwaka jana tulikuwa na wanawake 400 katika wilaya ya Kongwa, lakini sasa hivi tumeongeza uwigo. Tunaenda sasa hivi katika mashule, tumeanzisha hizi tunaziita klabu za mazingira. Kwa hiyo tumeanza na wilaya ya Kongwa kama kujaribu kuona kama inaweza ikafanya kazi. Kwa katika wilaya ya Kongwa tuna klabu 5 za mazingira. Tuna wasichana na wavulana wapatao 120 kutoka katika kila shule. Tumeanza na kusema tufanye kama tunasema nini, sampling. Shule za msingi 2 tumechukua, shule za sekondari 2 na VETA Kongwa 1. Kwa katika ngazi zote, shule ya msingi, shule ya sekondari na chuo. Kwa hiyo tumewapa mbegu za viazi lishe, tumewapa mbegu za kunde ili walime, waone kama wanaweza kufanya. Kwa sasa hivi tunapoelekea huko tunasema kwamba pamoja na kina mama na watoto, lakini pia na vijana wapate mwamko na kuelewa tangia wakiwa shuleni jinsi ya kutunza mazingira, jinsi ya kujisaidia miradi midogo. Kwa mfano
pale shuleni tunafahamu kwamba wakati mwingine wazazi wanatakiwa wapeleke labda mahindi kilo 2 kila mzazi au maharage kwa ajili ya kuchangia chakula pale shuleni. Lakini kwa hivi viazi lishe ambavyo tumewapa pale wanafunzi walime vinatumika kama chakula shuleni. Kwa tunawafundisha kujitegemea, kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, kuwa ni watu ambao wanaweza kufikiri, na tunaondoa pia, tunajitahidi kuondoa hili swala la nikimaliza shule nikaajiriwe. Nikimaliza shule nikaajiriwe. Ndio hicho ndo ajenda ambayo iliyokuwepo sasa hivi ya serikali kwamba wanahitaji kuempower watu wengi ili waweze kujiajiri wenyewe. Ndio. Ili tatizo la ukosefu wa ajira liweze kuona. Kwa hiyo tunaamini kwamba mtoto katika kiwango kile cha shule ya msingi akijua kukausha mboga akaipaki kwenye mfuko, anajua kubandika lebo, anajua kwamba nikiuza, basi tunaamini huko mwishoni hata akikwama atakumbuka, anajua kutengeneza mboga, atarudi kulima, atatengeneza. Ndio hizo stadi za maisha unaambiwa. Ndio. Okay. Sasa labda nini sasa ushauri wako baada ya kuona kwamba kuna mafanikio na mmeshaweza kuwawezesha vikundi vya kina mama vingi katika masuala hayo ya kimazingira? Sasa labda ushauri wako kwa serikali na kwa wakina mama wengine ambao bado wamekaa tu hawafikirii mbele, nini ushauri wako? Ushauri wangu kwa kina mama ni kwamba tuendelee kuamka na kuangalia fursa mbalimbali. Unajua mara nyingine katika lugha rahisi wengi anakuambia, ukimwambia hivyo anakuambia sina mtaji. Ukimwambia hivyo anakuambia sina mtaji, lakini mtaji sio lazima pesa. Mtaji hata mawazo. Mtaji wa kwanza ni mawazo. Ukishakuwa na mawazo baadaye yatapata nafasi tu, pesa inakuja mwishoni. Kwa hiyo wasiweke kwamba kila kitu hawezi kuanza kwa sababu hana mtaji. Kuna vingine havihitaji mtaji kabisa, vinahitaji tu nguvu yako, ile commitment yako na kuweza kuanza. Kwa upande wa kina mama ninaweza kutoa ushauri. Kwa upande wa serikali ninashukuru kwa sababu tunashirikiana nao, na ninaomba kwamba tuendelee kushirikiana kwa sababu unajua sisi asasi za kiraia hizi kazi tunazofanya tunaisaidia serikali. Sisi hatuna mamlaka ya kuanza kuhudumia hawa watu, lakini hii ni kazi ya serikali. Kwa sisi kwa kushirikiana nao tunasaidia kutekeleza ajenda za serikali. Ziwe za muda mfupi, ziwe za muda mrefu, ziwe kama hiyo mkukuta, kama ikiwa sijui mambo ya ni wanaita hizi Millennium Development Goals. Zote na sisi tunaisaidia kwa sababu serikali na yenyewe imepewa target zake. Lakini sisi na sisi tukisukuma basi hata hizo namba zinasogea na wenyewe kule wanaweza kuripoti. Kwa hiyo naomba tuendelee kushirikiana, na sisi tukipata chochote tutapeleka ili mwisho wa siku mambo yafanikiwe. Mimi binafsi nikiona Mtanzania mwenzangu amefanikiwa kupitia mimi nafurahi na inanipa faraja kwamba angalau nimetoa mchango wangu nikiwa hapa duniani kwa jamii, kuliko hata nimeondoka hapa sina chochote. Hicho ndio kitu ambacho ninakipenda sana, na wakati wote ninafanya hiki na hiki na hiki ili wenzangu na wenyewe pia wapate chochote na niwe nimetoa mchango wangu kwa jamii. Na mwisho wa yote ni kumkomboa mwanamke kiuchumi. Kabisa kabisa. Bila shaka umeweza kumsikia mama yetu Sechelela Malisudia. Yeye huyu ni mwanzilishi wa huu mradi wa habari na masuala ya mazingira. Tukutane basi wiki ijayo panapo majaliwa ya Mungu. Kumbuka ulikuwa nami Kotu Mwale katika kipindi chetu cha The Iron Lady. Nasema kwaherini.